Habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo tena watazamaji na wasikilizaji wa Dr. Wilson Swahili Ministries channel. Nataka niwakaribishe tena asubuhi ya leo. Bwana ni mwema, najua amekuwa mwema kwenu na ataendelea kuwa mwema katika yote mnayoyafanya. Basi asubuhi ya leo nataka kutangazia wale ambao wamekuwa wanataka kujiandikisha kama watu wa ndani partnership katika huduma. Wale wamejiandikisha na wale wametaka kushiriki na mimi katika huduma yangu kama partners. Basi mapartner wote ambao mmetuma maombi kwamba niwaingize katika WhatsApp group ya mafundisho, pamoja na wale ambao bado hamjatuma, nataka kuwatangazia kwamba sasa grupu iko active, grupu iko wazi. Watu wenye wamejiandikisha wameanza kupata message za kuwakaribisha. Kwa hivyo endeleeni kutuma maombi wale ambao bado. Kama ungetaka kuwa mshiriki pamoja nami katika kazi ninayoifanya, yani wewe ni partner katika ministry hii ya Spiritual Global Solution for All Mankind, alafu ungetaka kusimama nami kimaombi, kifedha, wewe ni partner, basi utajoin hiyo group. Hiyo group nitakuwa nikifundisha siri za mambo ya rohoni, kusimama na watu, kusimama na wao usiku na mchana, kuwapa siri za mambo ya maisha na kuwasaidia katika masuala mbalimbali yanayoinuka katika maisha ya wanadamu. Watu wanapata changamoto nyingi katika maisha, area za mahusiano, area za ndoa, area za maisha ya kukuza jamii, mambo ya kifedha, mambo ya kibiashara, mambo ya afya na mambo mengineo mengi ambao watu wanakumbana nayo. Basi kwa neema ya Mungu na kibali ambacho Mungu amenipatia kwa hekima kidogo tu ya kuweza kujua mambo ya kufanya na pia maarifa ya kutekeleza ili kuwa msaada katika maisha ya mtu mwingine. Kwa hivyo nawakaribisha wote ambao wanataka kushiriki na mimi, kusimama na mimi katika masuala ya kuendesha huduma hii iweze kuendelea mbele. Vile utakavyoendelea kusimama nami, hivyo ndivyo navyo wewe mambo yako yatakapoendelea kupanuka na kufanikisha katika masuala. Tumeunganishwa katika ulimwengu huu mmoja na mwingine. Yani kwa kizungu, my destiny is connected to another person's destiny. So ndio unaona kuna watu ambao wanaitwa destiny helpers. Wale watu ambao wanaitwa destiny helpers wakikufikia wakati ambapo wanakusaidia, ndipo mambo yao yanaenda. Hiyo Mungu ameumba mambo ya hekima sana. Basi kuna watu ambao mioyo yao inatamani kujua haya mambo Tayo anafundisha, haya mambo Tayo anaelimisha. Nayapenda, ningetaka niwafuate, lakini sijajua mambo mengi. Nataka ujiunganishe kwa group ya WhatsApp group ambapo ni ya mafundisho usiku na mchana. Mafundisho yatatupwa hapo usiku na mchana. Kuna wakati nitakuja live, niwamobilize wote tukue live, muulize maswali. Mambo yaliyo ya matatizo yako, utatuma maneno yako kila wakati. Nitakuwa pale kwa ajili yako, na wewe uwe hapo kwa ajili ya maombi, uwe hapo kwa ajili ya kusupport na kifedha. Kuna huduma ambazo zinahitaji kushikiliwa, na sasa wewe ni mmoja wa kubeba maono pamoja na mimi. Ukijisikia hivyo, tumana majina yako. Tumana majina yako na useme uko interested katika business line. Utatumana majina yako kwa business line WhatsApp ambayo ni +2 54 790 970 454. Hiyo ndio utatuma kwake, ama utume kwa +254 722 4725
91. Tuta add alafu tutakutumia ujumbe. Kwa hivyo wale ambao mmetumana na mjaona, endelea kungojea, mtapata ujumbe. Wale ambao bado na mnataka, jiungeni. Sasa nawakaribisha. Masaa imefika ya kuweza kuangalia maswala na kuwasaidia. Ushauri nilio nao kwa video hii asubuhi, kando na matangazo hayo, ni kuhusu una mtu mke ambao unamuita mpenzio, mkeo, au unamuita mpenzio wa kike. Anaweza kuwa si mkeo lakini mpenzi wako. Je, unatamani ndoa yako isiwe na unatamani kupunguza visirani na malumbano ya hapa na pale ambao haujui yanatoka wapi? Je, unatamani uhusiano wenu uendelee kwa muda mrefu? Unatamani Mungu asaidie mwepuke mitego mingi ambao maadui wanaweza kuwa wanategea? Kuna ushauri wa pointi 2 ambayo nitakupatia kama unataka kudumisha vitu hivyo. Jambo la kwanza, nitakupatia ushauri huu: usinunue viatu kama zawadi ukapelekea mtu wa kike ambaye unampenda kwa moyo na ungetaka kuendelea kudumisha uhusiano. Usinunue viatu. Viatu ni miguu. Unapompatia mpenzi wako viatu ni kama unampatia miguu mpya. Nataka nikuelimishe, kama vile masuala ya roho yalivyo, sivyo vile mambo ya asili yalivyo. Lakini unaelewa kwamba katika asili inaongozwa na rohoni. Ikiwa hauna ufahamu sana na mambo ya asili, ya mambo ya rohoni, unaweza kuharibu mambo mengi sana ya asili. So mambo ya asili yanategemea mambo ya rohoni. So ushauri huo nimekupatia, unaweza kuniambia ni nini itatendeka? Kwa sababu mimi kutoka kitambo, labda unasema nimekuwa nikinunua zawadi hizo na sijaona matatizo. Ni kweli Mungu amekubariki. Hujaona matatizo ni kwa sababu ulikuwa haujajua. Jambo la pili, yaweza kuwa kuna matatizo ambayo yamefanyika lakini haujui kama yanatokana na nini na jambo lile. Ukinunua viatu na kumpatia mpenzio wa kike ambayo unampenda, hata mimi nimefanya mara nyingi, lakini nilikuwa sijajua. Wakati naendelea kusoma na kutafuta uwepo wa Mungu na kutafuta siri za maisha na mysteries ambazo zimeshikana na mambo ya kutatua matatizo ya watu, ndio naendelea kukutana na mafunuo haya, naendelea kukutana na dimension hizi. So ni vizuri tunapokutana na mambo ambayo yanafaa, elimu ambayo inaweza kutusaidia kusonga hatua. Nataka nikushauri kwamba tengeneza moyo wako uwe kwa position ambayo unaweza kukubali kujifunza. Usiwe mtu ambaye ni moyo mgumu, unasema mimi nimejua hivi, mimi sioni lolote. Kana naona watu wanabishana sana. Watu wanabishana alafu maumivu yanatokea. Lakini unaweza pata kwamba mtu hajui kwamba kile kitu ambacho alikuwa anabishana nacho ndio kimesababisha hayo maumivu. So ujifunze kutupa vitu fulani ambavyo ulikuwa umeshikilia. Unapogundua kwamba jambo hili linaweza kuwa ni la msaada, linaweza kuwa jambo ambalo linanisukuma hatua, linanisongesha mahali, basi jifunze kutupa na kupokea na kuimplement ile mambo mapya ambayo umeyapokea. Hata maandiko matakatifu inasema elimu kwa viwango, neema kwa neema, nguvu kwa nguvu, au tukufu hadi mwingine. Ni vizuri kugrow, ni vizuri kukua. Unapompatia viatu kama zawadi ni sawasawa na kumpatia miguu mipya ya kumtoa kwako. Inaweza sababisha malumbano ya kiroho na ingie katika asili, implement katika asili, alafu mgombane, mwe na mizozano, mwe na visirani hapa na pale, vinavyosababisha hata kutoelewana na kutengana. Inasababisha divorce. Ungetaka kuendelea mbele, usimpe viatu, maana kumpa viatu ni kumdivorce. Unamuonyesha njia, unamuonyesha mahali pa kutokea, unampatia miguu mingine ya kutoka.
katika kufanya hilo tumefanya sana, lakini hatujui. Now that you know, kwa sababu unajua, chukua mkeo au mpenzio, mpeleke kwa duka la viatu ama mahali popote wanauza. Wacha ajipime, kisha toshea, hamna budi, lipa, basi utakuwa umefanya vizuri. Usikue mahali ukatoa viatu, pesa yako, ukanunua viatu, ukabeba, ukisema unapelekea mke wako zawadi. Mpeleke mahali apime viatu. Lakini sikiliza, kama uko mahali watu wakakupatia viatu kupelekea mkeo au lava wako, ukapewa viatu vizuri kama zawadi, pelekea mama au pelekea binti au pelekea lava wako, beba, haina matatizo. Hiyo ni zawadi umepokea yako ya kutoa pesa kwa mfuko na kununua, mlipie mali ambapo amejipima akapata. Ukishafanya hivyo, basi itakuwa sawa. Kwa wale mnaweza kupokea jambo hili, pokeeni. Wale ambao hamjatayarishwa kwa ajili ya hili jambo, hakuna haja ya mabishano. Kuna kitu ninajua ambacho wewe hujui. Kuna kitu wewe unajua ambacho mimi sijui. Tusaidiane, tupatane kwa upendo wa Kristo mmoja, ili tuende njia ya sawa, tuwe sawa na Mungu na tuwe sawa na wanadamu, tufanikiwe duniani. Mwisho, tupate amani na umilele. Jambo la pili ni hili kwa wanaume wenzangu. Usinunue ndizi ya kuiva hii ukampelekea mpenzio wa kike kama zawadi. Narudia, usinunue ndizi ya kuiva kama hii ukapelekea mpenzio wa kike kama zawadi. Kwa kufanya hivi, umempatia uume wa pili wa yeye kuondoka kwako. Ndizi hii, aina hii ya kuiva, ukimpatia lava wako mpenzi, unasababisha udhaifu kwa moyo wake. Hatajua kama ni hiyo, na wewe hutajua kama ni hiyo, lakini matamanio ya moyo wake ataanza kukaa na kuanza kufikiria kukuwa na mtu mwingine. Hii ni ishara ya uume wa mwanaume. Uume unapompatia ni sawasawa na kumintroduce katika another manhood. Umemuonyesha uume mwingine. Jambo hilo linachangia wamama wengi kwenda nje bila wao kujua. Wazee wengi wanapoteza uaminifu wa wake zao, lakini hawajajua kama wao ndio wamechangia. So unaweza letea watoto, lakini kumletea zawadi kama mama au mkeo au lava wako wa kike ndizi ya kuiva ni kumtuma kutoka nje ya penzi au nje ya ndoa. Unataka kudumisha uhusiano wenu uende mrefu, jifunze kujua mambo mengi yaliyo sirini yanayozunguka maisha ya kila siku ambayo yanakupaswa ujue, ili kuepukana na mitego mingi inayotupwa kwetu na maadui na mapepo na mashetani na maroho machafu na wanadamu walio na mipango mibaya kinyume na wewe. Asante, naongea na wewe. Mungu akubariki. Tukutane na wewe katika video itakayokuja. Asante.